Taarifa nyeti, taarifa za siri ni kwamba Dogo Janja bwana ameshaanza kupiga simu na kufanya baadhi ya connection ili mradi aweze kusainiwa hata kwenye lebo ya Wasafi. Na naweza nikasema kwamba Ibra bwana kuna wakati alijisahau sana. Ni kurudishe nyuma kwa kipindi cha miaka ya nyuma bwana, ndio maana naambiwa usitukane mamba kabla hujavuka mto. Kiuhalisia Ibra kuna wakati alipokuwa na ukaribu sana na Harmonize bosi wake, maneno akaanza kuwa ni mengi na ikafika pia muda akaanza pia kutoa vijembe na maneno ya kashfa kwa msanii Diamond na pia hata kwa Rayvanny, ambao kiuhalisia kama angeweza kuishi nao vizuri kwa hatua kama hii ambayo ameweza kufikia na changamoto inayomkumba kwa sasa ya kudaiwa bilioni 1, nafikiri ingekuwa ni mchongo mdogo sana. Yeye angepata support kubwa kutoka kwa Rayvanny na hata kwa Diamond, lakini anakuja kukumbuka shuka lakini komesha kucha, kwa sababu kiuhalisia unaambiwa Dogo ameshaanza kupiga simu na machao kina Baba Levo wameshatoa taarifa kwamba yani Dogo Janja anasumbua sana, na imeonekana kabisa kwamba anachokihitaji kwamba yuko radhi aweze kusainiwa kwenye lebo ya Wasafi na kusaidiwa alipe bilioni 1 kwa kijana Harmonize Konde Music Worldwide. Kiuhalisia ni swala ambalo naweza nikasema kwamba Ibra amechelewa na imeshakuwa too late, yani kwa Diamond na hata kwa Rayvanny kuweza kumsaidia katika nyakati ngumu kama hizi. Naweza nikasema kwamba itakuwa ni vigumu, kwa sababu Dogo Janja bwana alikuwa na jeuri, alikuwa na maneno ya kashfa, hata kwenye interview alikuwa ni mtu ambaye mwenye dharau na kuto kuwakubali na kuwaheshimu mabrother wake kama kina Diamond, kina Rayvanny na wasanii kadha wa kadha ambao walionekana kabisa kwamba yani kijana Ibra sio msanii ambaye alikuwa akizingatia sana misimamo ya kuwa na heshima na hekima kwa wasanii wakubwa walioweza kumtangulia. Kwenye hiki kipindi ambacho yeye sasa hivi amekuwa akipiga simu na kutaka sainiwe kwenye lebo ya Wasafi, lakini naweza nikasema kabisa kama ni swala na ni ndoto ambayo aisahau. Sidhani kama Diamond anaweza kukunjua 100%, hata kama ni kweli katika mwaka huu 2025 tayari akili yake ni kwamba ilikuwa ni kusaini wasanii 5 mpaka 6 ndani ya mwaka huu, lakini haiwezi kuwa rahisi kwa huyu kijana Ibra kusainiwa kwenye lebo ya Wasafi katika hiki kipindi ambacho tayari tunajua kabisa kwamba inabidi alipe bilioni 1 ili mradi aondoke akiwa salama salmini katika lebo hiyo bila ya kugombana na Harmonize, bila ya kupelekana mahakamani, kwa sababu tayari mkataba ndo unavyosema, na kama tunavyoelewa siku zote unafungwa kwa sababu ya mkataba. Alishawahi kumwongelea vibaya Diamond na Rayvanny, lakini angalia cha ajabu leo hii hao ndo wanataka kuwaona kama msaada katika maisha yake.